kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa Radio Kivu. Karibu kwa mara nyingine tena kusikiliza matangazo yetu. Muda umewajia kuweza kuletea uchambuzi wa habari zetu ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, ripoti za wenzetu kutoka kona mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Kukuletea uchambuzi huu naitwa Baumesa Di Francois na shirikiana naye Antoine Malashi kwenye ufundi wa mitambo. Karibu na tega sikio. Asante. Kama ilivyo ada na desturi, kabla ya kuingia kwenye uchambuzi kamili wa habari zetu, na kwa ukipata fursa ya kufuata habari muhimu ambazo za leo zinaletwa na Safari Alimasidilo. Habari za saizi? Niko mzima wa afya kabisa. Karibu sana. Asante sana Baumesa Di Francois kwa kuweza kunipa fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na kama ilivyo ada na desturi yetu ya kila siku, katika habari muhimu tutaanzia hapa katika mji wa Baraka, huko katika manispa ya Katanga. Mwananchi mmoja anaitwa kwa jina la Magoro Mapaya Olivier, mkaaji wa manispa ya Katanga mjini Baraka, hajulikani aliko baada ya kupotea katika mazingira kutatanisha mnamo usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunayo, huku familia yake ikiomba vyombo vya usalama kulitafutia ufumbuzi swala hilo. Habari yetu muhimu itajielekeza huko Ngalola sekta Nganja. Kutokuheshimu muda wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua imekuwa chanzo cha magonjwa hayo kuripuka ndani ya kijiji cha Ngalula sekta Nganja tarafani Fizi, na hivyo tayari kusababisha vifo vya watoto zaidi ya 10. Mwenzetu wa huko Misisi Maseo Mbalole Valente atangazia mengi kuhusu taarifa hizo. Tukiachana na habari za tarafa la Fizi, tujielekeze katika tarafa ya Kabare. Kijana mmoja amefariki kwa kushikwa na moto wa umeme usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu ya tarehe 11 Machi 2024 ndani ya groupment ya miti tarafani Kabare jimboni Kivu Kusini. Tumalizie habari muhimu na huko Kinshasa mji mkuu wa DRC. Katika lengo la kuendeleza mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa nchi Angola pia mpatanishi wa mzozo kati ya DRC na Rwanda amekutana na marais wawili wa nchi hizo, na hivyo huenda mkutano kati yao ukaendeshwa mnamo siku za usoni ili kutafuta suluhu ya kidiplomasia. Naweka nukta mwenzangu wa Mesa Di Francois kwenye habari muhimu. Ni kushukuru sana Safari Alimasidilo. Msikilizaji, hivi sasa tujikite katika uchambuzi kamili. Ndani ya mji wa Baraka, shirika jipya la raia limeomba kwa mtaa wa afya wa Fizi pamoja na serikali ya DRC kutenga vituo vitakavyojihusisha na kutibu wagonjwa wa maradhi ya macho kwa bure ambayo yanaendelea kuathiri raia wengi wa mji wa Baraka siku baada ya siku. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Jacques Abongolo, coordinator wa muundo huu, amesema kwa sasa janga hilo linaendelea kusumbua raia wengi na ni vema serikali ichukue mbinu mbadala, hasa kutoa matibabu kwa bure kwa wagonjwa hao wa macho kama anavyoeleza. Nikupenda kusema kama tunajua kama macho kama inasumbua watu, ni lazima watu waweze kupata assistance medicale, na ile assistance medicale inapaswa kufanyika na gouvernement congolais porque watu wajisikie kuweza kuepukana na ile kuambukiza kwa ile ugonjwa ambao tunakwenda kuona ambao unashamiri katika eneo letu. Na tukisema gouvernement congolais parce que tuko mu système ya décentralisation, donc tunaona directement zone de santé ya Fizi parce que sisi tunapartenir mu zone de santé ya Fizi. Ni lazima equipe ya zone de santé de Fizi iweze kukamata ma disposition za kuweza kutafuta ma mesures de mitigation pour que watu wasiendelee kugonjwa na ile ugonjwa wa macho kusumbua. Hapa nyuma tuliweza kuobserve tena ugonjwa wa ile coronavirus gisi iliweza kushamiri kionekana kama uko katika ile critère, donc watu walikuwa wanaingizwa kwanza mu quarantaine na après pale walikuwa wanapewa namna
namna gani ya kuweza kupata matunzo kwa bure. Sasa leo ile ni ugonjwa ambao inakwenda kusumbua population, na tukiangalia ma epidemie zingine zote zinakuwa prise en charge medical, parce que watu wakati kunakuwa ile tatizo ni kitu ambacho kinakamata watu wengi sana kwa jumla, na wakati kuna kwa ile problem, donc ni kesho sasa gouvernement kuangalia namna gani ya kuweza kutia mbinu za kuweza kusitisha, kupunguza kwa kiasi kikubwa sana ile tatizo. Ukiona kolera ikiingia, watu wanakuwa wanasaidiwa kwa matunzo kwa bure, na hii ni epidemie sawa sana zile epidemie zingine zenye zinakuwa traité gratuitement na maintervention za gouvernement congolais. Ndio maana tunaomba, tulisema mbele ki tuko na zone de santé ya Fizi, ni gouvernement yenyewe tuko nayo hapa en place mukadre ya santé. Alors kama kuko deja problème yenyewe iko observé partout mu territoire mzima ya Fizi na zone de santé, ndio gouvernement yetu mukadre ya santé. Donc tunaomba wa disponibiliser vitu ambavyo vitahusika uniquement na kutunza wale watu ambao wanakwenda kuathirika na hiyo ugonjwa wa macho, na ile traitement ikuwe traitement yenyewe iko kwa bure kama vile gisi wanafanya kwa zile epidemie zingine, parce que itapermettre kila mtu mwenye aligonjwa kukimbilia kwenye hospitali pour que aweze kupata dawa. Kama mtu akiendelea kugonjwa nyumbani na ikiwa iko vraiment limité mon moyen financier pour qu'il me permettre kuuza dawa, imaginez degré ya transmission ndugu mtangazaji. Donc itakuwa uko najitrete wewe peke kunyumba, kwanza ujue namna gani ya kufanya pour que utunze na isiweze kuambukiza mtu mwingine. Donc utakutana wewe unakwenda kutunza kisha na wewe tena unajimettre en danger parce que huko mtu mwenyewe uko approprié kufanya ile kazi. C'est pour cela que tunaomba intervention immédiate ya zone de santé ya Fizi kwa kuweza vraiment kumettre en application quelques mesures zenye zinaweza kulimite hii situation yenyewe tuko tunaona kwa kuweza kukinga maisha ya wanadamu. Mwishowe ameomba kwa wakazi wa Baraka kuheshimu kanuni za usafi kama wanavyoshauriwa na waganga, kama anavyorejea mara tena. Ugonjwa ni ugonjwa hatari, na ndio maana tunaambia raia kwamba ni lazima tujikinge wenyewe. Tusichunge mtu mwingine wa kufika mwenye atakusaidia kwa kujikinga. Mewe peke kwanza ujikinge, na tutajikinga namna gani? Wanatuambia kama tusiwe na tabia ya kuweza tena kupana mikono kwa hiyo kipindi ambacho ugonjwa na kwenda kutomboka. Mezosi tukue na habitude ya kuweza kunawa kwa mikono mara kwa mara, unaweza pitio kusalimiana. Donc uhakikishe kama vraiment umenawa mikono na sabuni pour qu'il permettre kupunguza ile microbe. Mezosi wakati unajikuta huko katika hali ile ya magonjwa, ni lazima kuelekea kwenye kituo cha afya ambacho kinapatikana pembeni yako, ulia kuweza kujiimplike kuweza kuuza madawa ambazo zinaweza peut-être kusababisha kuharibisha macho kwa siku za mingi. Tukisalia pa Baraka, pia daraja la mto Mao lipatikanalo kwenye kata la Mamsombo ndani ya barabara namba 5 ya taifa kuripotiwa kwa kiwango kikubwa. Raia wanaomba kwa meya wa mji pamoja na serikali kuu ya Kinshasa kulikarabati kwa haraka ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza siku za usoni. Baadhi ya raia wa kata la Mamsombo wamesema ni nafasi ndogo ndio imebaki ili daraja hilo lianguke na huenda kusababisha maafa kwa upande wa waendesha magari, pikipiki na hata wasafiri wanaotumia miguu. Hawa hapa wakieleza mbele ya kipaza sauti chake mwenzetu Safari Alimasidili. Kiukweli viongozi wako wanaangalia mabarabara kisi naribika, na hiyo wakati tuko nao ni wakati mbaya, na hiyo wakati tuko nayo iko wakati ya kuachilia fasi yenyewe kunaribika, bapate kupatililia zaidi, kuangalia tu ile fasi naribika wakarabati mapema. Gishi tuko tunaishi na hii mabarabara yenye tuko na huku Kongo ni fasi yenyewe wanapasha kwa wanaangalia hapa kunaribika, wanaleta intervention rapide, wanarekebisha. Na hii fasi gisi ngaya inaonekana ni fasi ya danger sana. Iko riske gari yanguke, swate wa motare wagongane, bafa aksida gari na motare. Bia vile kunatokea mtu tena kukufa. Hii fasi inaonekana hivi. Mtu anapasha kufa na watu wanapasha kufa. Ni fasi iko danger. Kwa muonekano mtu yote anapasha angalia, anasema hii fasi inahitajika kutengenezewa. Kwa serikali yetu ningependa kuomba batutengenezee hii nafasi. Na nafasi yenyewe watu wa mingi kwa wanapita, wanafunzi, watoto, wa motare, magari na ba migulu wote. Seneki hapa ni fasi kwa yetu, tunaomba batutengenezee mapema sana iwezekanavyo. Hapa hivi ni fasi ya Mao kwa kunaribika. Sisi kama wakaji wa Nsombo hapa kilalo ya Mao, mvuli likata kilalo pakaribika sana sana sana. Hivi raia inahangaika. Manake kenye tunalomba kwa viongozi, kwa ngazi za yulu, kwa leta itusaidie juu ya kujenga ile kilalo pale,
juu population isihangaiki. Pale vraiment tunaona kama pale tazaleta madhara ya kusababisha batu baanguke pale na mizigo, batu banalomba kuharibika pale, kukufa, hata kukufa batu banaanza kufa pale juu kulishaharibika sana. Tunalomba mara ya kwanza kwa ngazi za yudo watusaidie kwanza, watutengenezee kilalo juu hii kilalo tunaona inaharibika sana kabisa. Kunaweza kuwa wakati kuko kunapita magari, zile magari ziko zinapita kwenda huku na kule, kunaweza kuwa aksida muda kidogo sana, watu wenyewe wanatembea wa miguu, mamoto vile kufika kule kabisa, kunaweza onekana wapi kabisa ya kigafra bila kujua. Na gisi hii kilalo inatuharibikia hapa, na antukana sie tunahangaika sana na hii kilalo. Sie kama vile wakaaji wa hapa Mansombo tunalilia kwa wakuu viongozi wa serikali, antuka waangalie gisi watatupangilia juu ya hii kilalo. Tukielekea katika manispa ya Katanga, mwananchi mmoja anayeitwa kwa jina la Magoro Mapaya Olivier, mkazi wa manispa ya Katanga mjini Baraka, ajulikani aliko baada ya kupotea katika mazingira ya kutatanisha mnamo siku ya kucha siku ya pili ya wiki tunayo, huku familia yake ikiomba vyombo vya usalama kulitafutia ufumbuzi swala hilo. Duru za familia zasema kuwa mwanga wa tukio hilo ameamka nyumbani usiku wa saa 5 ili kwenda kumchukulia mtoto wake dawa, ila bila kurudi, kama alivyoeleza bwana Patrick Kundara, mwanamemba wa familia. Ni habari ya kuwa ule ni baba yangu mdogo, mimi ni mtu wa jamaa, na ndugu alitoka mkazi jana magharibi akajielekeza kwake. Ilipofika saa 5 za usiku, kufatana na maelezo ya mke wake, mtoto akaonekana kama mwili napanda moto, mtoto anaumwa, hakukuwa na dawa. Akaamua aamuke kule nyumbani kwake aje huku kwenye kazini kufarmasi juu amchukulie dawa waende wapatie mtoto, sababu mwili ilikuwa moto. Alipokuja mke akabaki nyumbani kwa kumsubiria hadi pale kwenye atarudi. Kuona mume arudi, mke akafikiria labda ameona muda umeenda, ameamua kulala kule ndani ya kazi mfarmasi mwenyewe. Mke kalala. Ilipokucha asubuhi mapema sana, mke akaamuka kuja kwenye kazini huku kutizama kama mume wake amelala huku. Kufika pale kazini, mume akulala pale. Ikabidi anaanza uliza. Haikuwezekana akafika kwetu kutupasha sisi watu wa familia, ndugu yenu ameamuka nyumbani na saa 5 za usiku. Alienda na kapitula kilote njoo alienda nayo. Aliacha simu yake mlikuwa hamna moto, simu iko nyumbani. Hadi hivi sijue yuko wapi. Ndo sisi jamaa tunaingia kwenye shambra ya kutafuta. Haikuwezekana, tukaamua twende kwenye serikali tuwapashe habari kwa kituo cha la polisi, tuwapashe habari ya kwamba sisi ndugu yetu alienda tangia saa 5 za usiku hadi hivi hatujamuona. Kwa hiyo tulipasha serikali kwa kutusaidia kwa kutafuta ndugu huyu. Tuliuliza kwenye vituo mbalimbali vya maprizo mbali, hata tumechoka. Hadi hivi tunaendelea kutafuta ndugu yetu, bado hajapatikana. Huyu ameomba serikali kuwajibika, kwa nini ndio suluhisho pekee kwa mkasa huo. Tendo kama na hiki hakiwahi kumfikia, wala yeye hakukuwa hata mgonjwa. Vyombo vya kiusalama, serikali, tunahitaji serikali itusaidie kwa kutafuta ndugu yetu, pamoja na majirani, marafiki, popote ambapo wataweza muona wanatujuza habari. Serikali kama vile baba ndio tunahitaji tusaidie tumpate ndugu yetu ikiwezekana. Sasa sababu mawazo haiko fasi moja, ile ndio tunahitaji msaada kwa kutafuta ndugu yetu. Huko kwenye makao makuu ya tarafa, shirika la raia tarafani Fizi limetoa kibarua cha kuomba raia wa Fizi kwa jumla kuamsha fikra juu ya ongezeko ya vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyoripotiwa kila kona tarafani humo. Mwanasheria Jacques Alimasi, mkuu kiongozi wa muundo huo, ameonyesha kuwa swala la usalama linaomba kila mtu kuwajibika. Kwake kiongozi huyo ni kwamba katika barua hiyo ameonyesha vipengele mbalimbali ambavyo serikali inatakiwa kuvalia njuga, kama alivyoeleza mwanasheria Jacques Alimasi. Ni kweli shirika la raia la tarafa la Fizi limekwenda kuandika kibarua ambacho tulikiita kwamba ni message ya éveil à conscience kwa watu wote
kwa ajili ya mambo fulani fulani ambayo yanaendelea kutendeka katika tarafa la Fizi. Beaucoup plus mambo ya unyanyasaji wa haki za kibinadamu, na utakwenda kuona kwamba watu wanakwenda kufa, wengine wanakwenda kukua kidnapping, tunafanya kidnapping na makaya makambriolage. Hata hivyo utakwenda kujua kwamba vita ambavyo vinaendelea huko katika nyanza za juu za tarafa la Fizi, hususan katika milima mirefu ya Minembwe, katika sektere ya Lulenge, groupement ya Basimunyaka Sid. Hivyo vitu vyote vimekwenda kutusukuma tuandike kibarua kuonesha watu kwamba wakamate conscience. Tunaambia watu kwamba vitu vingi vinaendelea kutendeka katika tarafa la Fizi ambavyo sio vitu ambavyo vinafurahisha, ni vitu ambavyo vinavunja haki ya kibinadamu, na ni vitu ambavyo vinaweza vikaleta vinyume hata katika masuala ya uchumi. Hivyo katika kibarua chetu utakwenda kuona kwamba maisha yanaendelea kuwa duni katika tarafa la Fizi. Hivyo katika kibarua chetu tumekwenda kulalama na kuonesha kwa ajili ya wahamiaji wa ndani. Tumeonyesha kwamba kwa sasa inakuwa mzigo mkubwa kwa zile familia ambazo zimepokea wale wahamiaji, kwa sababu maisha yanakwenda kuwa ngufu sana. Fasi za kuhifadhi wale watu haziko, chakula ya kuwalisha hakuna. Hiyo tumekwenda kuonesha katika kibarua chetu. Hata hivyo, swala la kuwepo kwa vikundi vingi vinavyomiliki silaha kinyume na sheria kunachangia kwa usalama mdogo tarafani Fizi, na hivyo serikali inatakiwa kuwajibika. Jacques Alimasi amerejea. Tumeonyesha kwa ajili tujuru ya maswala ya amani na usalama ya raia wote. Tumeonyesha kwamba kwa sasa katika tarafa la Fizi swala la usalama linakwenda kuangaliliwa na vitengo karibuni hata viine, na hivyo vitengo viine wote wanashikilia silaha. Na wakati ambapo kunakuwa hivyo vitendo vya kuvunja haki ya kibinadamu, watu wanapaswa wakajiulize ni kitengo gani ambacho kinaweza kikajihusishe wala ambacho kinaweza kuwa kimetenda hicho kitendo, kwa sababu unakwenda kuona kwa sasa tuna FRDC wana mabunduki, tuna polisi wana mabunduki, tuna watu ambao wanaitwa wazalendo hivyo wana mabunduki, na tuna watu ambao wale watu ambao wanashikilia silaha kinyume na sheria ambao tunaita wakuper de route, nao hivyo wana hizo masiraha. Sasa tunajiuliza vitengo hivyo viine vyote ambavyo vyote vinashikilia silaha, na wakati tunaona kuna vitendo ambavyo vinaendelea kutendeka vya unyanyasaji za haki za kibinadamu katika tarafa la Fizi, tunajiuliza inaweza ikakuwa kitengo gani katika hivyo vitengo viine ambavyo tumetaja katika kibarua chetu. Unakwenda kuona kwamba ni raia ambao wanaendelea kuteseka siku kwa siku. Katika kibarua chetu tumekwenda kupendekeza mapendekezo fulani wala mambo yote hayo ya kuvunja haki ya kibinadamu katika tarafa la Fizi visirudilie. Tumekwenda kuonesha kwanza kwa ajili ya usalama wa raia na vitu vyake vyote, tumekwenda kuonesha kwamba serikali ichukue maamuzi ya kuangalia gisi wanaweza wakachukua wale ambao tunaitwa wazalendo, wawachukue wawahifadhi fasi fulani na wawapatie misaada yote ile ambayo inaweza kawasaidia. Huko Ngalula, kutokuheshimu muda wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua imekuwa chanzo cha magonjwa hayo kuripuka ndani ya kijiji cha Ngalula, sekta ya Nganja tarafani Fizi, na hivyo tayari kusababisha vifo vya watoto zaidi ya 10. Pamoja nao mwanaripota wetu wa Misisi Masemba Lole Valente kwa ripoti kamili. Zaidi ya watoto 10 ndio ambao wanaripotiwa kuweza kufariki kutokana na magonjwa ya surua hapo kijijini Ngalula ndani ya sekta Nganja tarafani Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Tulipojiana kwa njia ya simu na kiongozi wa shirika la raia kijijini Ngalula, Bwana Paluku alizungumza ya kwamba ongezeko ya magonjwa hayo inatokana na upuuzi ya wazazi ya kutowapeleka watoto kuweza kupata chanjo na kupata huduma za kwanza za matibabu ya magonjwa ya surua, huku wazazi wakiamini kutumia
dawa za asili. Bwana, huku hatujui ni nini, kila siku batatu, baine, batano, bawili, batoto kugonjwa kufa. Hiyo nilishatima kutambua ni jenia. Mama baningi wanaficha batoto yao abatelekaki sema oyo mafakwe labda njoo itakaletea nyingine magonjwa. Hapa mama tuko na bashauria na kuonesha jinsi vaccine ya maana, vaccine inakinga mtoto, vaccine inasaidia kumpatia nguvu, kwa sababu bila vaccine ugonjwa itakata tu mwezi wa kwanza banaweza pita hata 7. Ituma inapita tangu Juma kuna itaenda 8. Mwabaza kufa. Kwa nyingine maiti na ngali na idara kipodo sana. Kwa leo ya katika waganga wakuu wajitahidi kuwa naleta zile mavaccine mbele ya wakati. Siku zingine tunaona zinashikaka huku na retard. Kumbuka ya kwamba shirika la MSF au Médecins Sans Frontières lilikuwa likihamasisha wazazi na raia wote kwa ujumla hapa Misisi kuweza kuchanjisha watoto na kupata huduma za bure tangu mwezi Januari mwaka huu wa 2024, ila upuuzi ulionekana mwingi kwa upande wa wazazi. Nikiripoti toka Misisi tarafani Fizi sekta Nganja, Masemo Baloli Valente kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na hivi sasa kwa yaliyojiri viwanjani tunajiunga na Sudi Valente. Naam, barabara kabisa mpenzi mkizaji wa Radio ya Kijamii Kivu. Leo katika habari za michezo ni kwamba draw ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na ile ya shirikisho iliweza kufanyika siku ya pili ya tarehe 12 Machi mwaka 2024 huko katika nchi ya Egypt ndani ya jiji la Cairo. Kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, robo finali imepangwa namna hii. Klabu ya Simba Sport ya hapo nchini Tanzania wamepewa Al Ahly ya huko nchini Egypt. TP Mazembe ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepewa klabu ya Petro Athletic de Luanda ya huko nchini Angola. Yanga Africans vile vile ya huko nchini Tanzania wamepewa klabu ya Mamelodi Sundowns ya huko Afrika ya Kusini, na klabu ya Esperance de Tunisia ya huko Tunisia watapambana dhidi ya SEC Mimosa ya huko katika nchi ya Ivory Coast. Na draw ya robo finali kwa upande wa michuano ya shirikisho barani Afrika, klabu ya Fitir Football Club ya huko nchini Egypt walipewa klabu ya Zamalek vile vile ya huko Egypt. Klabu ya Abu Salim ya huko nchini Mauritania wamepewa klabu ya Racing Club de Berkane ya huko Morocco. Rivers United ya huko Nigeria watapambana dhidi ya USM Alger ya huko Algeria, na klabu ya Stade Malien ya huko Mali wamepangwa dhidi ya klabu ya Dreams ya huko nchini Ghana. Na mwisho ni habari za usajili ambako mashetani wekundu hapo nchini Uingereza, Manchester United itafanya kile wezekanalo ili kumsajili mshambuliaji wa Bayern de Munich na Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 30 iwapo atapatikana msimu huu wa joto. Klabu ya Chelsea the Blues bado hawajafanya maamuzi kuhusu mustakabali wa kiungo wakati wa Ujerumani Conor Gallagher mwenye umri wa miaka 24 licha ya klabu ya Tottenham Hotspur kumtolea macho. The Blues pia huenda ikawauza wachezaji 15 katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi ili kuimarisha kikosi chao vizuri msimu ujao. Naweka nukta kwenye habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi na kukumbusha kwamba unaendelea kutegea sikio uchambuzi wa habari zetu ambao unakujia kutoka studio za Radio ya Kijamii Kivu kwa 93.0 FM mjini Baraka. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Kwenye habari za kitaifa, katika lengo la kuendeleza mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais wa nchi ya Angola pia mpatanishi wa mzozo kati ya DRC na Rwanda, Joao Lourenço amekutana na marais wawili wa nchi hizo, na hivyo huenda mkutano kati yao ukaendeshwa mnamo siku za usoni ili kutafuta suluhu kidiplomasia. Mwenzetu Safari Alimasidilwe amepekua magazeti mbalimbali ya mjini Kinshasa na hii hapa ni ripoti yake. Magazeti yaliyochapishwa Jumanne hii mjini Kinshasa yaangazia zaidi mkutano unawezekana kati ya rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame chini ya upatanishi wa Joao Lourenço, rais wa Angola. Kwenye ukurasa wa mbele wa shirika la habari la Kongo ACP limeripoti kwamba mpatanishi kati ya mzozo uliozaliwa kutokana na uvamizi wa DRC na Rwanda, rais wa Angola Joao Lourenço alimpokea rais wa Rwanda Paul Kagame kwa lengo la kuzindua
upya mazungumzo ya moja kwa moja pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Gazeti hili la kila siku linabainisha kuwa rais wa Rwanda Kagame alitumia saa chache mjini Luanda huko Angola na mpatanishi Lourenço aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kutafuta suluhu la diplomasia kati ya uchokozi wa Rwanda dhidi ya jirani yake DRC, kulingana na ripoti rasmi iliyochukuliwa na Umoja wa Afrika pamoja na vyombo vya habari vya Angola. Kulingana na ACP, mkutano huu unalenga kuzindua upya mchakato wa Luanda ambao unakwama kwa sababu ya Kigali kukataa kuheshimu usitishaji mapigano uliojadiliwa na mkurugenzi wa usalama wa taifa wa Marekani. Badala ya kusimamisha M23, gazeti hili la habari limekumbusha kuwa Kigali imewekeza katika umiliki wa maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kaskazini. Hata hivyo, kwa kurejea kwenye meza ya mazungumzo, hatimaye Kagame alielewa kuwa ghasia si suluhisho la kudumu. Kwa njia moja au nyingine, wanajeshi wa Rwanda hawatakaa katika eneo la Kongo milele bila kualikwa, limesisitiza gazeti hilo. Upande wa gazeti la habari la Reference Plus ni kwamba Paul Kagame anakubali kukutana na Felix Tshisekedi baada ya mazungumzo na mwenzake wa Angola. Makubaliano haya ya rais wa Rwanda kufanya mazungumzo na mwenzake wa Kongo yanakuja siku 14 baada ya ndio kwa kanuni iliyotolewa na Felix Tshisekedi Jumanne iliyopita Februari huko Luanda nchini Angola kwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika, rais wa Angola Joao Lourenço. Mahali na tarehe ya mkutano huu uliotangazwa kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame itabidi viamuliwe na mpatanishi wao Joao Lourenço. Reference Plus imeangazia kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mwendelezo ya juhudi za mpatanishi kuleta amani na maridhiano kati ya eneo hilo, haswa mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa waziri wa Angola, Rwanda imekubali kanuni hiyo ambayo tayari imekubaliwa na upande wa Kongo, kulingana na ambayo wajumbe wa waziri hufanya kazi kabla ya kufikia hatua hii. Kwa mafanikio, Felix Tshisekedi wakati wa safari yake ya Luanda, kituo cha kwanza cha ziara yake rasmi, alisitiza msimamo wa Kongo wa kuto kujadiliana kwa kisingizio chochote na M23, kipengele rahisi cha uendeshaji wa serikali ya Rwanda, mfadhili wa kweli na mwigizaji wa vita vya uchokozi vinavyowekwa nchini mwake huko Kivu Kaskazini. Gazeti hili linadhani kuwa kufunguliwa kwa majadiliano na Kigali kulitajwa kwa sharti pekee la kuona utawala wa Rwanda ukiendelea na uondoaji wa wanajeshi wake wote kutoka katika maeneo yaliyomilikiwa na kuona wasaidizi wake M23 wanafuata maazimio ya mchakato wa Nairobi na Rwanda Roadmap ambayo yanahitaji ufungwa kwao, imetaja ripoti ya mkutano wa kawaida wa 128 wa baraza la mawaziri Ijumaa Machi ya tarehe 8, 2024. La Tempete des Tropiques inaamini kwa upande wake kwamba rais wa Rwanda anamvuruga mpatanishi wa Angola. Gazeti hili la kila siku inamuelezea mkuu wa Rwanda kama mchomaji moto anaipitia kwa zimamoto, kwa sababu ushindi wote unazirisha kuwa yeye ndiye mchokozi wa DRC na mporaji wa mali yake na mbakaji wa raia wa Kongo, na bila shaka muuaji mwenye kibali ambaye anaua mamia wa Kongomani kila siku bila kupingwa na jumuiya ya kimataifa. Kinyume chake, gazeti hili la udaku linabainisha kutia saini mikataba na mhalifu huyu wa umwagaji damu kutokana na madini yaliyoporwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tovuti hii, jumuiya hii ya kimataifa imetakiwa kukomesha unafiki kwa kulaani na kumwekea vikwazo vikali Paul Kagame na wasaidizi wake wanaoendesha shughuli zao hadharani mashariki mwa DRC. Forum des As limeandika kwamba Felix Tshisekedi tangu wakati huo amedai kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda katika ardhi ya Kongo, kusitishwa kwa uhasama na kufungiwa kwa waasi wa M23 kama sharti la majadiliano mpya. Hivyo inashangaa kwamba Rwanda inakanusha kwa upande wake kutoa msaada wa kijeshi kwa M23 ambao ilichukua silaha mwishoni mwa mwaka 2021 na sasa inadhibiti maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini. Jarida hili la udaku linaamini kuwa hatua hii mpya kuelekea mkutano wa Tshisekedi Kagame ni muhimu wakati wa ghasia mashariki mwa nchi hiyo tayari zimelazimishwa zaidi ya watu 10,000 na zaidi kukimbia kulingana na Umoja wa Mataifa na kufikisha zaidi ya milioni 7 ya idadi ya waliokimbia makazi yao nchini humo. Ni hayo tu kama habari za kimataifa. Mwenzangu Baomesa Di Francois.
Ni kushukuru sana Safari Alimasi Dilwe, na tutamatisha uchambuzi wetu na huko Kabare ambako kijana mmoja amefariki kwa kushikwa na moto wa umeme usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu ya tarehe 11 Machi 2024 ndani ya groupment ya Miti tarafani Kabare jimboni Kivu Kusini. Ripoti yake Louise Busandisiene kutoka Bukavu yaangazia mengi. Hali ambayo inahuzunisha shirika la raia tarafani humo ambalo lilitutolea habari likialika vijana kutumika na kujiundia kazi kuliko kujiachililia na kujitolea kwa vitendo visivyofaa na vinavyoweka maisha yao hatarini. Barthelemy Mwambusa, mnenaji wa shirika la raia tarafani Kabare, anadhani kwamba vijana wangefanya kazi ya mikono ingewasaidia zaidi na kuwaepusha na shida kama na hizi. Barthelemy Mwambusa alieleza kwa maneno yafuatayo. Tuna huzuni ya kuona ya kwamba kijana mmoja amekufa na kuunguzwa na moto wa umeme usiku wa siku ya Mungu kuamkia siku ya kwanza, na yote imeanza saa ya kutafuta kuiba singa za umeme. Ni hapa tunaomba wa vijana wote waweze wakajihusisha na kutumika kazi, waache uzembe, na hasa tunaomba wakuu viongozi waweze waka-encourage jeunesse kufanya kazi, waweze wakapana kazi kwa jeunesse, na pia tunaomba vituo vya sheria vya polisi kuchunga raia na mali yake, au watu ambao wanaiba nafasi yote ndani ya tarafa, ndani ya nchi, waweze wakaadhibiwe vikali, na ili wengine ambao wanaweza wafate wasiendelee tena. Nikiripoti toka mjini Bukavu, Louise Busandisiene kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Ni kupitia ripoti hiyo ndipo natamatisha uchambuzi huu wa habari. Msikilizaji wa Radio Kivu, shukrani kwako ulinitegea sikio. Shukrani kwake Antoine Malashi ambaye anisaidia kwenye ufundi wa mitambo. Shukrani kwa jopo sima la wariri wa Radio Kivu ambao walifanikisha uchambuzi huu. Jina langu Baumesa Di François, mchambuzi wako wa siku. Sina la ziada, baki na matangazo yetu. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.